Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za siri kubwa, ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, na kuomba uchukue sekunde moja tu, uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kama hizi kila wakati. Cha kuzingatia, cha muhimu zaidi, usisahau kuponyeza patoni ya like. Karibu ili nikuhabarishe vile tumepokea habari hii wakati tunapopeperusha matangazo haya moja kwa moja kutoka Mbeya hapa Tanzania. Habari mbaya zaidi, kwa rais wetu Samia Suluhu Hassan imeweza kuachiliwa akiwa ng'ambo, huku ikulu ya Suluhu ikiwakishwa moto akiwa Dubai. Naomba nikuhabarishe ni kivipi ikulu ya Suluhu imewakishwa, ni kivipi uongozi wake umewakishwa moto akiwa nje ya taifa hili la Tanzania. Samia alifunga safari, akaenda kule Dubai kuhudhuria mikutano ya serikali, lakini kuna habari ambazo zimeachiliwa ambazo zinahusu serikali yake. Wanaharakati waliamua kutoa siri zote vile serikali ya Samia Suluhu Hassan imewafanyia kiunyama, na hiyo ripoti iliweza kupeperushwa kupitia BBC Africa Eye. Wanaharakati kutoka taifa letu jirani Kenya, Uganda na hapa Tanzania wametoa taarifa ambazo ni zito, ambazo zinawakisha ikulu ya Samia Suluhu Hassan akiwa Dubai. Kuna wakati wanaharakati mmoja kutoka Kenya, mwingine Uganda na wengine hapa waliweza kukamatwa, walitekwa nyara baada ya kuleta masuala ya kushughulikiwa hapa Tanzania, lakini ikaenda vile ilienda. Sasa habari hizi ni mbaya kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Unapotazama skrini yako, huyu ni mwanaharakati kutoka Kenya, anaitwa Mwangi. Aliweza kufichua siri alichofanyiwa vile inadaiwa na serikali ya Samia Suluhu Hassan. Akasema, waliniambia niiname, na huyo ni mwanamume anasema hivyo, waliniambia niiname, wakanipaka kilainishi, kisha wakaingiza kitu nyuma, huku wakiniambia nikate kiuno na kumshukuru Rais Samia. Haya ni maajabu. Ikulu imewakishwa kupitia taarifa ambazo zimeweza kutolewa na BBC. Mwanaharakati huyu kutoka taifa letu jirani Kenya alikuja hapa Tanzania, inadaiwa akatekwa nyara, kisha baadaye akafanyiwa maovu ambayo ni hatari, ambayo tunashindwa cha kusema. Ripoti hii iliweza kuangaziwa kupitia BBC, wakasema yote maovu ambayo serikali ya Samia iliweza kuwafanyia. Huyo mwanaume akaingizwa kitu kutoka nyuma, kisha baadaye akaambiwa msifu rais wetu ambaye ni Samia Suluhu Hassan, kumaanisha wale ambao walimteka nyara sio wengine, walikuwa na uhusiano maybe na serikali. Mwanaharakati mwingine kutoka taifa la Uganda anaitwa Agatha, na haya alisema hivi vile unavyotazama skrini yako, waliniambia watanipa mtoto watatu, kisha wakanivua nguo nikabaki mtupu.
mmoja akaingiza kitu kwa nyuma. Hayo ni maovu yale ambayo wanaharakati walipitia hapa Tanzania. Na sasa vile tunajua rais wetu yuko kule Dubai, ripoti kamili imebeberushwa kupitia BBC ambayo ni ya aibu kubwa, haswa kwa uongozi wa rais wetu mtukufu Samia Suluhu Hassan. Wanaharakati hawa Boniface Mwangi na Agatha kutoka Uganda waliambia BBC Africa Eye kwamba walipitia machungu, walifanyiwa madhambi, na hata Suluhu penye yupo sasa hivi ameshangaa. Yupo Dubai, lakini yale maovu ambayo yamefichuliwa ni kufuliwa nguo zake na kuanikwa vile serikali yake inafanya maovu wakati unapinga serikali ama unaenda kufanya mambo ya wanaharakati katika taifa hili letu la Tanzania. Naomba kuyanukuu yale Boniface Mwangi alisema. Baada ya kumaliza kunihoji, nilisikia mmoja anasema peleka moto. Baada ya hapo wakanipaka mafuta makalioni, kisha wakazamisha kitu kigumu kwenye njia ya haja kubwa. Baadaye niliambiwa ya kwamba nikate kiuno, huku nikisifia serikali ya Samia. Kwa hivyo serikali ambayo tuko nayo hapa Tanzania, kulingana na ripoti ambayo iliweza kuangaziwa na BBC Africa Eye, ni wazi kwamba inatesa binadamu. Ni hivi majuzi tu tuliona watu wakiangamia. Ni hivi majuzi tu tuliona wakati maandamano yametanda, wengine wamepotea hadi sasa hivi. Humphrey Polepole, hamna yeyote ambaye anaelewa yupo wapi. Familia nyingi zinaendelea kulia zikiomba miili kama walikufa. Miili haipo. Wengine wamejeruhiwa wakiwa hospitali, wengine wakafurushwa hospitali, wako nyumbani, wanaendelea kuugua. Madhambi ya uongozi. Na penye imefika ni kutulia tu, usije ukajipata mahali papaya, kwa sababu wameeleza vile unayapitia. Unaingizwa kitu eti peleka moto, kumaanisha unaenda kuingizwa kitu kama chuma na uanze kuisifu serikali na kuimba Samia rais ni mzuri. Ni habari ambazo hazina msingi wowote, haswa katika karne hii ya uongozi. Haki, mashirika yale ambayo yanatetea haki za binadamu yanastahili kuingilia kati ili kutoa usaidizi, ili haki patikane kwa wanaharakati na wale ambao wanaikosoa serikali. Wajibikaji upatikane na haki kwa wale ambao waliumia wakajeruhiwa wakati wa maandamano na wale ambao waliuawa. Ndio njia ya kuleta maridhiano hapa Tanzania. Tundu Lissu amekaa gerezani, hajafikishwa mahakamani, lakini tunasubiri juma lijalo ataletwa mahakamani kuhukumiwa kwa uhaini baada ya kuwekwa kwa kifungo cha miezi 9 pasipokuwa na kosa lolote. Naomba kutamatishia hapo, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu ya mwisho uponyeze patoni ya subscribe, uwashe kengele, na cha kuzingatia sana, kama hauja ponyeza alama ya like uiponyeze, na nashukuru sana. Tukutane baadaye. Bye.